Kama kawa. Sasa hivi unaona umerecover, sasa hivi uko vizuri, furaha ipo nini baada ya majanga yote kukuta? Kibala. Maisha inabidi yaendelee mwanangu, kwa hiyo maisha yanaendelea. Maisha yanaendelea. Yeah. Replacements imepatikana shemeji yetu. Mbona wewe? Kwa nini isiwe kazi nini jamani? Sasa tunaenda huko, tujali kwanza afya yako, ya moyo wako na kila kitu. Afya yangu unaona mwanangu, mimi kiafya niko sawa. Kwa mtu kuwa mnene kwani ndio maana kuwa na nini? Mimi nafikiri sasa hivi nimeachana kwanza na mambo ya mahusiano. Na deal kwanza na masuala ya kazi na nini, niko busy. Okay. Ikitokea mambo ya mahusiano kama nilivyotengwa, nikaonyesha watu, nikipata pia nitaonyesha. Okay. Yeah. Hivi sasa hivi Shafii, ukimwona mtu ana brag na mpenzi wake, unapata picha gani yani? Are you still believe kwamba mapenzi ya kweli yapo, au kwa yale ambayo alikutokea huko nyuma you think kwamba kiuhalisia kuna nyakati tu fulani ila mapenzi ya kweli huwa yapo? Mapenzi ya kweli huwa yapo. Hizi tu ni nyakati ambazo kila mtu lazima akutane nazo. Kwa hiyo kwa mimi imetokea kwa upande huu sio mbaya, maisha mengine yamefanyaje? Yameendelea, lakini sio kama eti kusema mapenzi hayapo. No, kuna watu tunaona mifano hayo, watu wanaishi vizuri, wanapendana na nini na maisha yanasonga. Tena kinyamwezi zaidi. Kwa hiyo mimi naamini mapenzi yapo. Sema sasa kwa wakati wangu ilikuwa tu ni wakati mbaya. Okay. Yeah. Okay, by the time ambayo Shafii ulikuwa unapitia changamoto, najua most of the time ulikuwa unashinda nyumbani, right? Ni kitu gani ambacho kilikuwa kufanya urefresh ukiwa nyumbani? Hapo sasa unajua ukikaa maskani, kaza zako maskani kwenye TV kubwa pale, unaenjoy ma movie nini. Ni mwendo wa ma movie tu. Kwa ma movie ndio ya kutoka kimasomazi. Tena sasa kama ukiwa na TV kubwa, ukiwa na TV pana. Unajua kuna watu wengine bwana, unajua unaposema unashinda nyumbani, unafanya nini? Ukishinda nyumbani unaangalia TV. Sio TV eti kama hii, TV kubwa. Kwa mfano mimi kwangu pale Sebleni na bonge moja la TV. Na hao waliletea Mia China Point ni waagizaji wa TV kutoka China mpaka hapa bonge. Yaani wewe unawapa order. Yaani kwa mfano Liki wewe TV chako licho nacho kwako kidogo kile. Ni TV lakini. Nisikilize, TV chako licho kidogo. Nitawaambia Mia China watakuwekea order China. Aina ya kampuni yoyote ya TV unayoitaka. Wanakusafirishia kutoka China kuja wapi? Kuja hapa. Tena kwa siku 20 tu. Okay. TV kubwa, ile TV ya ndoto yako, afu bei ni mtelezo. Okay. Unajua watu wengi wamekuwa wanapigwa sana ma TV na kuja tu, lakini Mia China Point wameweza kurahisisha kwamba sasa hivi unaweza kupata TV TV anasema zile swizi, unakuta TV swi Hisense swi TV gani, unakuta tunakuwa unajua bali mabei makubwa. Lakini Mia ana machimbo ambayo inakurahisishia wewe mteja kupata TV kwa bei rahisi kutoka China kuja wapi? Kuja Bongo sehemu yote mtu akitaka TV, awe Geita, awe wapi, Mia China. Uwe Chato, Mganza, Mleba, Siasa, Mtukula, ukitaka TV original, TV za kueleweka, TV nyingi, hata kama una bar una nini unataka uagizishe TV, mcheki Mia China Point, ataweza kukuagizishia TV kutoka China kuja. Nani alikusaidia? Mimi si mmoja, nikamwambia Mia, nataka TV ndugu yangu boss. Akanambia nchi gani? Nikamwambia nchi ile kubwa inaanzia nchi gani? Unataka nchi gani? 70, 80, nikamwambia huko kwenye 70 na kitu huko. Kwa na bonge moja la TV. Okay. Kwa ikani ma movie nini na enjoy. Comedian gani ambaye mchekeshaji ambaye unaona kabisa kwamba huyu inabidi TV ibadilishe, imefika sasa kipindi ni abadilishe TV, imekuwa ndogo? Mr Black jamani, siwezi kuficha. Mr Black ni comedian mwenye TV ndogo. Na nishaongea na Mia China, nikamwambia akienda China kufuata TV, akileta bongo, tumpelekee Mr Black. Mr Black ile sio TV. Ni kisoda. Yaani unajua kuna TV na kisoda. Kile huwa ni kisoda. Mr Black hapa. Sasa Mr Black kila kitu kwake ni changamoto. Gari changamoto, TV changamoto. Namfanyia mpango, kuna gari fulani zipo zimekuja mpaka 500,000, 600,000. Kikubwa tinted. Yaani mwambia mdogo wangu usisikilize maisha ya watu. Usisikilize maneno ya watu. Kikubwa najua. Tinted. Full stop. Yeah. Okay, hapo Shafii, nimeona umezungumzia issue ya Jux. Ufanya nini baba watu? Jux bwana, mimi ni shabiki wa Jux toka niko shule. Na nilikuwa napenda the way Jux anavoimba Jux, miongoni mwa watu ambao walikuja kubadilisha tasnia ya muziki kwenye kitengo cha R&B. Nilipokuwa namsikilizaga Ben Paul, nikaja tena nikampenda Jux na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa Jux nishazoea, unajua Jux mtu wa gym nini. Kabla hajaoa Jux, nilikuwa
naona tu kama yuko sawa. Ila sasa hivi nikiangalia Jux, mbona kama kuna namna blaza, yani kuna namna kama anafifia, yani sio Jux yule African boy yule waga mtu wa mambo mengi. Sasa hivi Jux katulia. Nikasema sasa ni ndoa au kule unajua Nigeria wanakula pilipili kutwa mara 4. Itakuwa ni vyakula. Mazuri sababu kabisa, na tutakuwa tunamwagizishia vyakula. Yaani kuna vyakula tutakuwa tunamwagizishia na delivery tutawafanyia, watalipa wao ndege. Vyakula viende. Wapo wanasema kwamba pengine Jux familia ile ya ukweni inampeleka mpute hajazoea yale maisha ya Jux. Sio mtu wa heka zimekuwa nyingi sasa, nashindwa kuzicontrol. Itakuwa familia ya kule. Unajua kule nao wanapenda masherehe jamani. Unajua Jux alifanya sherehe 20. Kule wanapenda masherehe. Mtoto akinunuliwa nepi sherehe. Mtoto sio akifanyaje sherehe. Kipaimala sherehe. Birthday sherehe. Kila kitu ni sherehe. Kwa lazima kuendana nao, wale ni watu wa maikaika, unachoka. Sasa Jux hajazoea yale, ndugu yetu tunamjua. Jux alikuwa ni mtu wa position, muziki, mazoezi, kazi zake. African boy akirudi anatulia kinyamwezi. Hivi Shafii unashabikia timu gani? Ya mpira. Ya bongo ya. Bongo. Mimi sio mpenzi wa mpira, lakini napenda kuangalia Yanga. Kwa hiyo leo hii imekukosha sana. Sana, nisiwe mnafiki. Sana. Sana. Imenikosha. Na sisi tutapiga tukio pale. Sawa, sio mbaya. Nikipiga tukio sawa. Okay. Lakini ili sinema ambavyo limekuwa kubwa. Sasa sijui kama na upande wenu itakuwa kubwa au sio kubwa. Najua moja kati ya watu wako karibu sana, mwanao sana ni Saidi. Okay. Anaendeleaje kwanza? Saidi kwa kweli hali yake ni mbaya sana. Hiyo unajua Saidi Liki. Umeona chini. Ukiwa kwa mfano pale chini. Lile unajua chini panakuwa pana michanga. Damu ilifunika mchanga. Kwa damu aliyotoka. Usiache masiara basi. Nakwambia ukweli. Nyie video mlizoona za Saidi ni za juju. Mimi na Asma ndo tuna video. Ni album. Mchanga uonekani, damu imejaa. Kule ni mtalimbo siku sababu amechomwa huku ni pametokezea hadi huku. Yaani hawezi kula nyama, hawezi ni maji uji. Ameenda polisi lakini. Nafikiri lazima aende polisi. Utaacha kwenda polisi jamani. Sasa the story behind watu wanaongea kwao kuhusu Saidi. Jamani sasa mimi siwezi kujua jamani. Mambo maswala yao. Unajua mambo ya mke wa mtu. Mimi sifahamu jamani. Nimesikia hata mimi hivyo kwamba ni hayo mambo, lakini sasa kwa sababu hata yeye mwenyewe amefanya interview na Juma Lokole alivyokuwa anaongea naye, it's like alimuuliza kwamba mbona inataja kama vile ni mke wa mtu, maybe alifanya kwa sababu ya mke wa mtu ndio imepelekea hili. Yeye mwenyewe akajibu kwamba sasa jamaa kama angekuwa ni mke wake si angenifuata tuongee kiume. Yaani amesema kwa kama ingekuwa labda ni mke wake si angenipanga, labda alikuwa hajui. Unajua kuna namna pia wanawake wanakuaga hawezi kumwambia. Ndio maana ndio nitolea mfano juzi jana kwenye clip. Kwamba baba wenyewe wao wanachukua. Sasa wewe anakuwa mke wa mtu namchukuaje? Sasa wewe pia huwezi jua. Mtu kwa mfano wajua, unajua sisi tunakutana na watu huwezi kujua. Simtetei Saidi, niko upande wa adui, lakini namsemea tu Saidi kwamba huenda alikuwa afahamu labda ajui. Unajua sometimes tunakutana na watu huwezi kujua maisha yake kabisa jinsi yalivyo. Kwa hiyo unakuja kugundua unakuta ni too late, ni mwisho. Ila dogo aliumia sana. Imekufundisha nini wewe? Imenifundisha kwamba inabidi tuchunguze watu kabla ya kutengeneza nao maisha fulani au karibu fulani. Tujitahidi sana tusiwe tunawapa watu nafasi mapema tuweze kuwachunguza. Sema comedian nyinyi bana mnataja kuwa na hiyo michezo sana. Yaani Johnny Walker yuko juu. Sasa ukianza kujumuisha comedian wote unaanza kukosea watu. Juma Lokole alikutajia watu list ya hao watu. Sasa ukianza kuchanganya ni watu wa miili. Ni watu wa miili. Sasa sio sisi tena. Wewe upo? Mimi kwa nini niwepo jamani? Mimi toka nilipopigwa tukio si mnaona nilivyotulia sasa hivi. Mshaona naongelea kitu chochote chokochoko mchokoepweza. Mimi sitaka sasa, mimi na maisha yangu nimetulia liki. Haya bwana. Niache nikatulie. Naomba niondoke.